Namshukuru Mungu kwa kutupatia tena asubuhi njema ya kuwa na ibada mbele zake. Jina lake litukuzwe. Na tuombe. Asante Yesu kwa kuwa unatupenda. Nakuja mbele zako kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya leo. Neno hili ambalo litaenda kusikika masikioni mwetu na likaweze kufanya tofauti katika maisha yetu, ili tuweze kukujua na Kristo uweze kufanyika Bwana wa maisha yetu, na tuenende katika nuru ya neno lako siku ya leo. Patia hiyo neema ya kuelewa neno la leo kwa Kristo Yesu. Amina. Kitabu kile cha Luka sura ya 2 mstari wa 7. Luka sura ya 2 mstari wa 7. Ninasoma hapa, maandiko yanasema, akamzaa mwana kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Narudia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Anayetajwa hapa kwenye fungu hili la 7 Luka sura ya 2 ni Yesu Kristo. Ndiye anayezaliwa na mwanamke anaitwa Mariam, na anapozaliwa Yesu Kristo ndiye kifungua mimba kwa mwanamke Mariam, na huyu mtoto wa kwanza wa uzao wa Mariam anapozaliwa, anazaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe. Hori ni nini? Hori sio zizi, isipokuwa ni kimtumbwi kidogo ambacho majani ukatwa na kuwekwa na kusogezwa kwa ajili ya ng'ombe kula. Wale wanaofanya ule ufugaji unaitwa zero grazing, ufugaji wa ndani. Mtakumbuka kwamba kuna mahali nyasi huwa zinakatwa na kuwekwa, alafu zikiwekwa hapo hawa ng'ombe wanapitisha vichwa vyao na kuweza kukutana na hizo nyasi na kula. Kile kifaa ambacho ng'ombe wanakula majani kinaitwa hori. Na hii hori ni kimtumbwi, ni kama kimtumbwi fulani hivi au kiboksi fulani, mahali ambapo ng'ombe wanalia manyasi yao. Hapo ndipo Kristo Yesu alipozaliwa. Hapo ndipo kifungua mimba cha Bikira Mariam. Napenda sana kutumia hii kauli, Bikira Mariam. Hapo ndipo kifungua mimba chake alipolazwa. Kwa nini Biblia imetaja sababu? Eti kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Sanabo, nisikize kidogo hapa asubuhi ya leo kwa tafakari hizi za asubuhi. Kifungua mimba wa familia anazaliwa, mtoto ambaye alipatikana kwa uweza wa Roho Mtakatifu, na anazaliwa katika nyumba, katika mazingira ya nyumba ya wageni. Nyumba ya wageni leo waweza kusema guest house, au waweza kusema inn, au waweza kusema lodge. Lodge ni zile zilizoendelea sana. Au waweza kusema hotel. Hotel ni iliyoendelea kabisa. Nyumba ya wageni. Mtoto wa kwanza, mnaelewa kwamba Yesu
alizaliwa mahali ambapo si nyumbani kwao. Hawa ni watu wa Nazareti, kaskazini kabisa kule juu. Lakini Yesu akalazimika kuzaliwa wapi? Bethlehem. Bethlehem ni kusini mwa mji wa Yerusalemu. Kwa nini anazaliwa Bethlehem? Ni kwa sababu ya sensa. Yanafahamika haya, hata nisipoyafafanua sana. Walilazimika kusafiri kutoka Nazareti kuja Bethlehem ili kuhesabiwa katika kijiji cha kwao, mahali kwenye ukoo, na baada ya sensa warudi nyumbani Nazareti. Ndio maana utakuta Yesu alizaliwa Bethlehem, lakini Yesu haitwi Bethlehem, anaitwa Mnazareti, kwa maana nyumbani ni kule Nazareti, lakini alizaliwa Bethlehem. Sasa kuna mambo machache ya kujifunza hapa. Yesu Kristo, Mungu katika mwili wa mwanadamu, anazaliwa katika hori ya ng'ombe, hori ya kulia ng'ombe. Lakini huyu Yesu Kristo anayezaliwa kwenye hori ya kulia ng'ombe, hebu sikiza ya maneno, yanashangaza kidogo. Ni mtoto wa kwanza wa mwanamke Mariam. Alafu eti siku ya kuzaliwa panakosekana mahali pa mtoto kuzaliwa. Maandalizi, matayarisho. Ninakumbuka wakati napata mtoto wa kwanza, ngoja mimi nisimulie maisha yangu, sijui ya kwako. Lakini wakati napata mtoto wa kwanza, kwa kweli yule mtoto tulifanya maandalizi makubwa. Nguo zilinunuliwa mapema, mabeseni yalitafutwa mapema, mahali pa kwenda kujifungulia paliandaliwa mapema, paka na daktari wa kufanya hiyo shughuli naye aliandaliwa mapema. Yani kila kitu kilifanywa mapema, maandalizi yalifanywa mapema kwa mtoto wa kwanza. Ngoja nikwambie, mama ambaye anakwenda kujifungua mtoto wake wa kwanza, maandalizi yake huwa ni makubwa sana. Maandalizi yake ni makubwa mno. Sasa inatokeaje Yesu anazaliwa kwenye hori ya kulia ng'ombe? The firstborn. Tena firstborn ambaye baba yake sio mwanadamu, baba yake ni Mungu. The firstborn ambaye hakutungwa mimba kwa jitihada za mume na mke, isipokuwa ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. The firstborn ambaye tunaambiwa fimbo ya chuma ya utawala iko mkononi mwake. Mfalme huyu, mwokozi huyu, anazaliwaje kwenye zizi? Alafu eti walikosa nafasi kwenye nyumba ya wageni. Sio kama uliwahi kuwaza. Jana nilikwambia hili jana, Yesu alitungwa mimba katika mazingira yasiyokubalika. Kwa nini? Ili wasiokubalika nao waweze kupata fursa ya kuokolewa. Alafu wale wanaohisi kukubalika wafanyiwe surprise, wao wajione wanatakiwa kushuka zaidi chini. Kipindi chote cha Mariam akibeba ujauzito wa Yesu, Mariam alionekana chukizo kwenye jamii. Alionekana chukizo kwa watu. Ni kila mahali alikoenda hakukubaliwa. Ni kila mahali alikopita na tumbo lake likiwa limesheheni limekuwa kubwa, hakukubaliwa. Kila mahali alikoenda Mariam alionekana ni aibu ya kijiji, ni aibu ya familia, ni aibu ya ukoo. Amenajisi ubinti wake. Unapataje mimba kabla hujaolewa? Na hivi anafika hata muda wa kujifungua. Neno nalolisikia Biblia inasema kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Sio kwamba wakupata nafasi kwamba zilikuwa zimejaa, hapana, nyumba zilikuwa zijajaa. Isipokuwa wakupata nafasi kwa sababu unamuingizaje mwanamke najisi aliyeleta aibu kwenye nyumba yako, alafu eti hiyo aibu ajifungulie kwako.
Kwa hiyo kila mahali alikoenda Yusufu akijaribu kutafuta namna ya kumsaidia mchumba wake Mariamu kuzaa, kujifungua, palishindikana. Walifukuzwa kila mahali. Mpaka kwenye nyumba za wageni walifukuzwa. Hivyo hujai kujiuliza kwamba nyumbani kwenu watu wameenda Bethlehem. Bethlehem ni kwao. Kule kuna wajomba mtu, kuna mashangazi mtu, kuna mama mdogo, kuna kaka, kuna wifi, kuna binamu, kuna watu waliokuwa na Mariam pamoja, kuna watu walikuwa na Yusufu, kuna ukoo kule, kuna watu walisoma pamoja madrasa ya Kiyahudi, nazungumzia yale madarasa ya sheria, walisoma pamoja kwenye sinagogi wakifundishwa na makuhani. Eti wote hao walikosa nyumba mpaka aende kung'ang'ana kwenda kwenye nyumba za wageni. Ni kwamba ndugu zake wote walimfukuza. Marafiki zake wote hawakutaka kuona kituko kinaingia kwenye nyumba zao. Na jana nilikwambia kwamba Mungu kupitia malaika Gabrieli hakuwatangazia Israeli au ukoo wote kwamba mimba imetokana na nini. Waliambiwa Yusufu peke yake kwamba usimfukuze, na aliambiwa Mariamu peke yake. Hawa wengine walijua hiyo ni mimba ya zinaa. Mchungaji unasema nini? Nasema hivi, wengine hawakuelewa Mariamu amebeba nini tumboni. Wao walipotazama tumbo la Mariamu waliona ni matunda ya zinaa. Lakini Yusufu na Mariamu ndio walielewa ndani kuna mfalme. Na naomba nizungumze na wewe asubuhi ya leo maneno haya machache. Nisikilize kidogo. Yesu kukosa mahali pa kuzaliwa, mama yake kufukuzwa na kila mtu. Habari hizi na waandishi wa Injili wasingeweza kuzisema. Hata wewe naona una struggle kuzielewa. Struggle tu, utaelewa baadaye. Hizi habari kwanza zingeandikwa kwenye Biblia isingepokelewa, na hiyo Injili isingeeleweka. Ndio maana waandishi kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu wanatumia lugha ambayo utaielewa. Hawakupata nafasi kwenye nyumba ya wageni. Hiyo lugha si utaielewa. Hawakupata nafasi kwenye nyumba ya wageni, full stop. Na wewe ukisoma unaondoka unaelewa hawakupata nafasi kwenye nyumba ya wageni. Kule Bethlehem sasa walienda kufanya nini? Ni nyumbani kule. Wameenda kwenye sensa. Unakosaje kujifungua kwa wakunga, hata wakunga basi ambao ni wazalishaji wamekufukuza nyumbani, hata wasikuzalishie popote. Ngoja nikwambie mpendo, kukataliwa kwako na watu waliokuzunguka haimaanishi Yesu amekukataa. Naomba nirudie. Kukataliwa kwako na watu waliokuzunguka haimaanishi Yesu amekukataa. Yesu anakupenda. Yesu atakupokea. Yesu anakuhitaji mpaka leo. Yesu yuko tayari kupata aibu kwa ajili yako. Muda utoshi. Ngoja nimwongee kitu fulani. Unajua Yesu yuko tayari kupata aibu kwa ajili yako. Unajua ni kwa nini Yesu anaitwa baba yako? Unajua kwa nini Yesu anaendelea kutamani kuitwa Mungu wako hata kama wewe una matatizo mengi? Hata kama umefutwa ushirika kwenye kanisa lako, umepigwa karipio, lakini Yesu bado anakupenda. Yesu anakupenda. Na hiyo dhambi unafanya umejificha, unafikiria tu kuoni. Na hiyo dhambi unafanya kwa kificho, unaifanyia kwenye mitandao, unafikiria tu kuoni. Ndiyo, sisi hatukuoni, lakini Mungu anayekuona bado anakupenda. Bado anakupenda. Ilikosekana nafasi ya chumba cha kuzaliwa Yesu, ili nafasi ipatikane katika moyo wako. Sio kama naeleweka vizuri. Ilikosekana nafasi ya Yesu kuzaliwa kwenye nyumba za wageni au nyumba za ndugu zake, ili ipatikane nafasi ya wewe katika moyo wa Mungu. Mahali ambapo Mungu anapitia mateso magumu ni ili wewe
uweze kuokolewa. Ngoja nikwambie, maisha kuwa magumu haimaanishi kwamba hauna Mungu. Kuugua kila wakati haimaanishi kwamba hakuna Mungu. Mariamu alitembea, alikataliwa huku na kule, anazunguka, amewaka, jua limekuwa kali. Kumbuka mazingira ya kule Bethlehem, sio Nazareti, sio ni jangwa. Lile lilikuwa ni jangwa, mahali ambapo kuna jua kali, kuna kupauka mwili, jasho linakutiririka. Hebu piga picha, waona wanawake wenye mimba. Hata hivyo nilipata uzoefu kwa mke wangu. Unamuona amebeba mimba, tumbo kubwa, aliko huko, anatembea, anafika mahali anapiga breki, anaweka kigingi, anasimama. Unamuona hata sura imebadilika, mwili, misuli imemtoka. Ukimtazama anavyohangaika, na una mzigo wa mimba. At the same time umekataliwa. Ngoja nikwambie mpendwa, shida unayoipitia, changamoto unayoipitia maishani mwako haimaanishi hauna Mungu. Ngoja nikwambie, Mariam alikuwa na Mungu tumboni mwake. Lakini kuwa na Mungu tumboni mwake haikumaanisha atakubaliwa. Alikataliwa. Alifukuzwa na ndugu, alifukuzwa na marafiki, alitengwa na kila mtu. Siku ya kujifungua, anaenda kujifungulia zizini, kwenye kisehemu ng'ombe wanalia. Hicho ndicho kikachukuliwa, akalaza mtoto wake. Ngoja nikwambie mpendwa, huyo aliyelazwa hapo ni Mungu, muumbaji wa mbingu na dunia. Na licha ya kwamba amekataliwa, bado Yesu hakukata tamaa ya kumuokoa mwanadamu anayemkataa. Leo unamkataa Mungu, sawa, lakini hajakata tamaa ya kukuokoa. Unakwepa ibada, sawa, lakini Mungu hajakata tamaa ya kukuokoa. Unafanya unayoyafanya mambo ya ovyo, sawa, lakini bado Mungu hajakata tamaa ya kukuokoa. Bado anakupenda, bado anahitaji kukuokoa. Hata kama utamkataa, he still loves you. Bado anakupenda. Yesu huyu aliyekataliwa, Yesu huyu alishuka tena mpaka Golgotha ili amuokoe mwanadamu ambaye kila siku aliendelea kumkataa. Una Mungu, wasikutishe, bado Mungu yumo ndani ya maisha yako. Asubuhi ya leo ninakupa wazo hili. Licha ya kwamba umekataliwa, Mungu yuko ndani yako. Hata kama maisha yanakugomea, kila kitu kinakataa, hiyo haimaanishi kwamba Mungu huna. Mungu yumo ndani yako, anakupenda na anatamani kuokoe. Kama uko tayari kuokolewa na Yesu Kristo, ambaye mimba yake ilikataliwa, yeye mwenyewe alikataliwa mpaka akazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Lakini leo kama kuna mtu kwenye grupu hili anasema, mimi hapa Baba, nishike, nipokee, niko tayari kuokolewa na wewe. Licha ya kwamba nimeishi maisha ya kukukataa, lakini asubuhi ya leo nimetambua you still loves me. Hebu tuombe pamoja. Hapo ulipofumba macho, nikuombee mpendwa. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, rafiki yangu huyo aliyeamka asubuhi ya leo akaja kwa ibada hii, ninamuombea. Nyosha mkono wako, mguse, bariki, mtakase. Ameishi maisha ya kukukataa, ameishi maisha ya kukutelekeza, lakini tumegundua bado unampenda. Na anaposogea kwako asubuhi ya leo, ninaposogea kwako asubuhi ya leo, sote utupokee, tufanye kuwa wana na binti zako. Kwa Kristo Yesu. Amen.